innahu qad aqbala ilaykum shahrullahi bilbarakati warahmati walmaghfira, kwamba ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni mwezi ambao una baraka, ukiwa ni mwezi ambao una huruma ndani yake, lakini ni mwezi wa msamaha. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani unafahamika kuwa shahrul baraka, mwezi wa Ramadhani unafahamika kuwa ni shahrur rahma, lakini mwezi wa Ramadhani unafahamika kuwa ni shahrul maghfira, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr, na usiku wa Lailatul Qadr haupatikani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka tufahamu huo usiku wa Lailatul Qadr, akasema wama adraka ma Lailatul Qadr, kwamba Lailatul Qadr ni usiku wa aina gani, ni usiku ukoje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, kwamba usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Sasa huu usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000 wapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio tukaona kwamba katika mambo makubwa anayoyapata mja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kule mwanadamu kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, kwa hakika mtakapokuwa katika mwezi wa Ramadhani mmefunga, mtakuwa mmegubikwa na njaa. Yuko ambaye atakayefunga lakini atakuwa na njaa. Atakuwa na njaa kwa sababu amefunga kutokea asubuhi, amefunga, lakini vile vile atakuwa na kiu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaambia masahaba, ukiishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wadhkuru biju'ikum, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa njaa zenu, wa atshikum, na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa kiu chenu, pamoja na kiu mlokuwa nayo, fihi jua yaumil qiyamati wa atsha, kwa sababu pana kiu na njaa siku ya kiyama isiyovumilika. Ikiwa wewe katika mwezi wa Ramadhani umefunga, una njaa, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njaa yako. Mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile hali uliyokuwa nayo, katika hali ya ibada unayomtumikia ya kufunga, hali ya kuwa wewe una njaa. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira hayo. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala